katika majira ambayo tunayamaliza ya mwisho huu wa mwaka na tunaingia mwaka mwingine wa 2026. Ndani yangu nasikia kusema jambo hili kwamba 2026 usijipe umuhimu kwa watu wasioona umuhimu wa maisha yako kwao. Kuna watu wengi mioyo yetu imejeruhiwa na kuumizwa na watu ambao tulijipa umuhimu kwao, lakini wao hawakuona umuhimu wetu kwenye maisha yao. Na kwa sababu hiyo 2026 usijipe umuhimu kwenye maisha ya mtu asiyeona umuhimu wako kwenye maisha yake. Biblia inazungumza habari za Yusufu. Ilifika mahali mke wa Potifa na nyumba ya Potifa hawakuona tena umuhimu wa Yusufu kwenye maisha yao na wakampeleka gerezani. Lakini maandiko yanasema akiwa gerezani, Mungu alimwinua Farao ambaye aliona umuhimu wa maisha ya Yusufu kwenye uongozi wake na kwenye utawala wake. Wakati mke wa Potifa anasema cha nini, Farao anasema nitakipata lini na nitakipataje? Na kwa sababu hiyo using'ang'anie mahali ambako hawaoni thamani yako, hawaoni umuhimu wako. Usimng'ang'anie mtu ambaye haoni thamani ya maisha yako. Uwe ni binti unanisikiliza, usimng'ang'anie kijana asiyeona thamani yako kwenye maisha yake. Amua kabisa kwamba 2026 sitajipa umuhimu kwenye maisha ya mtu asiyeona umuhimu wa maisha yangu kwenye maisha yake. Na wakati wanasema cha nini, Mungu akuinulie Farao atakayesema nitakipataje. Tunampataje mtu kama huyu? 2026 Mungu akuinulie watu watakaoona thamani ya maisha yako kwenye maisha yao, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti.